Simba! Simba! Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru sana kwa hotuba yako na tutazingatia yote ambayo serikali imeelekeza. Kwa kufuata utaratibu mzuri na wa haraka, naomba ulizie nitumie dakika zisizozidi 5 kukushukuru kwa uwepo wako na ushauri uliotoa. Ndugu zangu, ibara ya 20 na 21 inatoa mwongozo wa namna ya kuitisha mkutano. Katiba inasema, ibara ya 21(1), mkutano mkuu wa kawaida utaitishwa na bodi ya wakurugenzi mara moja kwa mwaka, yani ndani siku 120 baada ya mwaka wa fedha. Ukihesabu siku 120 kutokea mwaka wa fedha, iliungana tarehe na siku ya uchaguzi mkuu wa nchi. Hilo ilitupelekea tuandike barua kwa msajili wa vyama vya michezo na kuomba ridhaa kusogeza mbele ili tuweze kuufanya mkutano huo, na tulipewa siku 30. Ndiyo sababu iliyotufanya tuitishe mkutano huu leo. Zipo hoja nyingi kwa nini tumeitisha mkutano tarehe ambayo tuna mechi. Siku zote kuanzia baada ya mwezi Agosti, hakuna siku ya Jumapili ambayo Simba haitokuwa na mechi, aidha ndani au nje. Lakini timu inapocheza, sio viongozi wote ambao wanahudhuria hizo mechi tuna uwakilishi. Mathalan, katika mechi ya leo tuna wajumbe 4 wa bodi ambao wameambatana. Tuna mwenyekiti wa bodi ndugu Magori, yuko mzee Azim Deuji, yuko Swedi Nkwabi, pia yuko Isa Masudi ambaye ametangulia siku 10 kabla ya mchezo. Tunao viongozi wengine wa serikali kutoka kwenye shirikisho na taasisi zingine. Ubalozi wetu wa Tanzania nchini Nigeria umetuma watu siku kadhaa kabla hiyo mechi. Kwa hiyo hakuna eneo ambalo litakuwa na hitilafu kwamba mkutano usifanyike, kwa sababu ni jambo lipo kwa katiba. Ndugu Mheshimiwa Naibu Waziri, Simba yapo maneno, yapo maelezo, kwa sababu ni mtazamo. Kwenye taasisi yoyote hatuwezi kuwa na mawazo yanayofanana. Wapo ambao wanakubaliana na wapo ambao hawatakubaliana. Hilo ni jambo la kawaida na ndio process of growth. Lazima kuwe kuna friction ili kuweza kupata hiyo ukuaji. Jukumu la ulinzi wa nembo ya Simba. Nembo ya Simba imeendelea kukua kwa thamani na kwa ukubwa.